بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalahi, na leo tupo kurasa nambari 15 wa kitabu chetu, tukiingia katika kuisoma alhadithu sahihu. Anasema Sheikh as-sahihu, akimaanisha hadha as-sahihu, hii ni hadithi sahihi. Akaanza kusema as-sahihu, tamshi la as-sahihu lughatan, kilugha, kwa maana yake kilugha, dhiddu al-maridhi, ni kinyume cha mgonjwa. Kinyume cha mgonjwa akiwa na maana tamshi la as-sahihi, maana yake katika upande wa kilugha ni kinyume cha udhaifu. Tamam. Kwa hiyo unaposikia kitu sahihun, maana yake ni kitu ambacho hakina udhaifu ndani yake. Tamam. Na kinyume chake ni udhaifu. Tamam. Hakadha wasilahan, na kisheria, kwa maana kwa mujibu wa wanawazuoni wa elimu ya mustalah alhadith, huwa alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo ishtamala ala a'la sifati alqabul, iliyokusanya ala a'la sifati alqabul, sifa za juu za kukubaliwa hadithi. Wa hiya, na hizo sifa za juu za kukubaliwa hadithi, khamsatun, ni tano. Al-awwal, sifa ya kwanza, ittisalu sanadi, kuungana sanadi. Wa maana hadha al-ittisali, wa maana hadha al-ittisali, na maana ya kuungana, an yakuna kullu rawin min arruwati, ni awe kila mpokezi katika wapokezi wa hadithi hiyo, qad sami'a, awe ameisikia hadithi hiyo, amman fawqahu, kwa aliyekuwa juu yake, haqiqatan, kwa njia ya hakika. Aliyekuwa juu yake kwa maana aliyemtangulia. Tamam. Hakadha wa man fawqahu, na yule aliyekuwa juu ya huyo aliyemsikia, sami'a, awe ameisikia pia hadithi hiyo, min alladhi fawqahu, kwa yule aliyekuwa juu yake. Wa hakadha, na ni hivyo hivyo. Wa hakadha, na ni hivyo hivyo, kwa maana iwe hivyo hivyo, ila akhiri sanadi, mpaka mwisho wa sanad. Tamam. Hiyo ndiyo maana ya al-ittisal. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, qaulu al-Bukhari, ni qauli ya Imam al-Bukhari. Mathalan, kwa mfano aliposema hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi az-Zanadi an al-A'raj an Abi Hurayrata annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta'amul ithnaini kafi thalathata. Mtume amesema ta'amul ithnaini, chakula cha watu wawili, kafi thalathata, kina watosheleza watu watatu. Tamam. Kwa maana ikiwa kuna watu wawili wamepata mlo na kuna mwenzao hajapata mlo, basi hicho chakula ambao wanaona wao kina watosha wao, basi huyo mtu watatu pia kinamtosha. Tamam. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea al-Imam al-Bukhari fi kitab al-at'ima, kwenye kitabu cha vyakula. Tamam. Hakadha Sheikh anasema fahadha sanadun muttasilun, basi hii sanadi, fahadha, basi sanadi hii, fahadha, basi sanadi hii, sanadun muttasilun, ni sanadi iliyoungana. Tamam. Ni sanadi iliyoungana. Kwa sababu gani? al-Imam al-Bukhari anasema hadathana Abdullah ibn Yusuf, kwa maana alimsikia shekhe wake, ambaye nani? Abdullah ibn Yusuf. Huyu Abdullah ibn Yusuf ni shekhe wa al-Imam al-Bukhari, shekhe ambaye amempokeza al-Imam al-Bukhari hadithi hii. Naye Abdullah ibn Yusuf anasema akhbarana Malik, akhbarana Malik, kwa maana amepokea hadithi kwa Imam Malik. Tamam. Hakadha aya matamshi ya hadathana, akhbarana, yana maana yake tutakuja kuiangalia mwisho wa darasa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha wazi kwamba kila mpokezi kuanzia kwa al-Imam al-Bukhari kuja kwa shekhi wake Abdullah ibn Yusuf mpaka kufika kwa Mtume, kila mpokezi alisikia hadithi hii kutoka kwa aliyemtangulia. Tamam. Hakadha ndio anasema wa maana hadha, wa maana dhalika, wa maana dhalik, na maana
ya huo mfano uliotangulia hapo juu, anna al-Bukhariya, kwamba hakika al-Imam al-Bukhari qad sami'a min Abdillah, ameisikia hadithi hii, qad sami'a min Abdillah hadha al-haditha. Tamam. Wa maana dhalika, na maana ya mfano huo uliotangulia hapa juu, anna al-Bukhariya, kwamba hakika al-Imam al-Bukhari qad sami'a min Abdillah hadha al-hadith, ameisikia hadithi hii kutoka kwa shekhi wake Abdullah ibn Yusuf. Wa anna Abdullah, na hakika Abdullah ibn Yusuf sami'a min Malik, ameisikia hadithi hii kutoka kwa shekhi wake min Malik. Wa anna Malikan sami'ahu min Abi Zanad, na hakika Malik ameisikia hadithi hii kutoka kwa shekhi wake ambaye ni Abi Zanad. Wa huwa, na huyu Abi Zanad sami'ahu, ameisikia hadithi min al-A'raj, kutoka kwa A'raj. Wa huwa, na A'raj sami'ahu min Abi Hurairata, ameisikia hadithi kutoka kwa Abi Hurairata. Wa huwa, na Abi Hurairata sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ameisikia kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha, na jambo hili yaqtadhi wujuda arrawi fi zamani alladhi qablahu. Tamam. Kwa utaona kwamba hadithi hii sanadi yake imeungana. Kwa sababu gani? Kila mpokezi wa hadithi hii ameisikia hadithi hii kutoka kwa aliyemtangulia. Tamam. Na Sheikh anasemaje? Anasema wa hadha, na jambo hili la kuungana sanad yaqtadhi wujuda rawi fi zamani alladhi qablahu. Sasa wa wujuda alladhi qablahu fi zamani man fawqahu, hatta yumkina an yatahaqqaqa sama'uhu minhu wa ittisaluhu bihi. Wa hadha, na kuungana sanad kwa kusikia kila mmoja kutoka kwa mwenzake, yaqtadhi, kuna hukumia, wujuda rawi, kuwepo mpokezi fi zamani alladhi qablahu, katika zama za yule aliyemtangulia, kwa maana katika zama za yule aliyempokea hadithi, kwa maana wote wawe wameishi zama moja. Tamam. Ikiwa imetokea hawajaishi zama moja, hapa kutakuwa na mashaka. Tamam. Hakadha. Wa wujuda alladhi qablahu fi zaman man fawqahu, kwa maana wayaktadhi wujuda, na linahukumia pia kuwepo alladhi qablahu, yule aliyekuwepo kabla ya mpokezi yule wa kwanza alimpokea, fi zaman man fawqahu, kuwepo katika zama za aliyemtangulia juu yake, hatta yumkina, mpaka kuwezekane, an yatahaqqaqa, kuthibiti, sama'uhu, kule kusikia kwake, minhu, kwa huyo, kutoka kwa huyo nani aliyemtangulia. Tamam. Hatta yumkina, mpaka kuwezekane, an yatahaqqaqa, kuthibiti, sama'uhu minhu, kusikia kwa yule aliyemtangulia, wa ittisaluhu bihi, na kuungana naye. Tamam. Kwa maana miongoni mwa sharti la kuhukumu kwamba huyu amemsikia huyu ni wawe wameishi zama moja. Tamam. Na huyu aliyesikiwa pia awe ameishi zama moja na yule nani aliyemsikia, hivyo hivyo mpaka kufika kwa nani? Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama namna mfano ulivyotolewa katika hii hadithi. Hawa wote kila mmoja aliishi katika zama za yule aliyempokea hadithi. Tamam. Hakadha. Hilo ni sharti la kwanza. Athani, sharti la pili, adalatu rawi, uadilifu wa mpokezi wa hadithi. Kwa maana miongoni mwa sifa za juu za kukubaliwa hadithi, yule mpokezi wa hadithi hiyo awe ni mwenye kusifiwa na sifa ya uadilifu. Tamam. Hakadha. Anasema ay, akimaanisha an yakuna kullu rawin min ruwati alhadithi fi dhalika sanadi adlan. Ay, anamaanisha an yakuna, awe, kullu rawin, kila mpokezi, min ruwati alhadithi, katika wapokezi wa hiyo hadithi sahihi, fi dhalika sanad, katika hiyo sanadi ya hadithi sahihi, adlan, kila mpokezi mmoja awe ni muadilifu. Ndiyo hadithi hiyo itakuwa imekusanya a'la sifati alqabul, sifa za juu za kukubaliwa. Baada ya hapo akaingia kutueleza maana ya uadilifu, akasema wal adlu, na uadilifu, kutueleza taarifu ya muadilifu. Tamam. Hakadha. Baada ya hapo akaingia kutueleza taarifu ya muadilifu. Muadilifu ni nani? Muadilifu ni yupi? Tamam. Hakadha. Anasema wal adlu, na muadilifu, wal adlu, na muadilifu, huwa almuslimu alaqilu,
ni muislamu mwenye akili, as-salimu min al-fisq, aliyesalimika na ufasik, kwa maana yule ambaye hajafanya matendo ambayo yakampelekea ahukumiwe kuwa ni fasik, wa saghair al-awsaf al-khasisa, na akasalimika pia na sifa ndogo ndogo, kwa maana sifa mbaya ndogo ndogo. Sasa kuna sifa mbaya ndogo ndogo ambazo hazina uzito sana, lakini pia hizo pia anatakiwa nini? Asalimike nazo, ndio zinaitwa saghairi al-awsafi al-khasisa. Na asalimike pia na tabia mbaya ndogo ndogo, mfano wake choyo, hasad, tamam, chuki, sawa sawa, ukali usiokuwa na maana, tamam, hakadha. Kwa wal adlu huwa almuslimu alaqil, ni muislamu mwenye akili, as-salim min alfisqi, aliyesalimika na ufasik, wa saghair al-awsaf al-khasisa, na tabia mbaya ndogo ndogo. Falkafir, basi yule ambaye ni kafir, walfasiq, na yule ambaye ni fasiq, walmajnun, na yule ambaye ni mwenda wazimu, walmajhulu, na asiyefahamika kuwa ni mwadilifu au sio mwadilifu, kullu haulai laysu udulan, wote hao sio waadilifu. Nani? Kafir, alfasiq, almajnun, almajhul. Majhul ni yule mtu ambaye hali yake haifahamiki kuwa ni adlun, sawa sawa, au thiqatun au dhaifun, tamam, hakadha. Kwa hao wote sio waadilifu. Bikhilafi almar'ati, kinyume na mwanamke, bikhilafi almar'ati, kinyume na mwanamke, fahiya maqbulatun riwaya, fahiya huyo mwanamke, maqbulatun riwaya, mapokezi yake ni yenye kukubaliwa. Kwa maana mwanamke ambaye atakuwa ni mwadilifu na yeye, sawa, mapokezi yake ni yenye kukubaliwa, idha kanat muslimatan aqilatan salimatan min alfisq wal awsaf alkhasisa, tamam, hakadha. Kwa nini nikasema hivi bikhilafi almar'ati? Kwa sababu hawa watu waliotajwa hapa nyuma ni watu ambao tukirudi katika mlango wa fiqh, kwenye mlango wa ash-shahada, mlango wa ushahidi, mwanamke anakuwa hana nguvu, mwanamke anakuwa nini? Haingii pale, sawa sawa. Sasa akamtaja mwanamke hapa ili kuonesha kwamba nini, katika upande wa hadithi mwanamke anakubaliwa kuwa ni mwadilifu, sawa. Haina maana kwamba kwa kuwa kwenye upande wa ushahidi kule kwenye mlango wa fiqh mwanamke akubaliwi, kwamba pia kwenye hadithi akubaliwi. Hapana, kwenye upande wa hadithi mwanamke anakubaliwa, sawa sawa, hakadha. Kwa hiyo ukasema bi khilafi almar'ati fahiya maqbulatu riwaya, kinyume na mwanamke, fahiya, kwani huyo mwanamke, maqbulatu riwayati, mapokezi yake ni yenye kukubaliwa, idha kanat muslimatan aqilatan salimatan min alfisq wal awsaf alkhasisa, tamam, hakadha. Akaendelea kusema wakadhalika alabd, na vile vile pia mtumwa, tukbalu riwayatu, mapokezi yake yanakubaliwa, idha kana musliman aqilan saliman min alfisq wal awsaf alkhasisa, tamam, hakadha. Wa yumkin an naqula, na tunaweza kusema, inna adalata rawi, kwamba uadilifu wa mpokezi, maana yake nadhafatu sulukihi, ni ule usafi wa mwenendo wake wa kitabia, wa taharatu siyarihi, na ule utahara, kwa maana usafi, utahara maana ni ile usafi, tamam. Kwa hiyo wa taharatu siyarihi, na usafi wa mwenendo wake wa kimaisha, kwa maana maisha yake yote ameishi katika maadili mazuri, lakini pia tabia zake ni nzuri, tamam. Kwa sababu mtoto anaweza akaelewa kwenye maadili mazuri lakini akawa tabia mbaya, sawa sawa, hakadha. Kwa hiyo maana yake nadhafatu suluki, ni ule usafi wa mwenendo wake wa kitabia, wa taharatu siyarihi, na ule usafi wa mwenendo wake wa kimaisha. Wa huwa, na maana hii, yatanawalu aljaniba alakhlaqiyya, na maana hii pia inakusanya upande wa kitabia, fi rawi, kwa mpokezi, kwa maana uadilifu unaangalia pia nini, tabia zake. Sasa haitoshi tu akawa almuslimu alaqilu as-salimu min alfisq wa saghair alawsaf alkhasisa, tunaangalia pia nini, tabia zake, tamam. Tukasema wa huwa, na maana hii ya uadilifu, yatanawalu aljanib alakhlaqiyya fi rawi, linakusanya maana hii nini, inakusanya upande wa kitabia kwa mpokezi.
Sheikh akasema wayabqa ishtiratu aljanib alilmi, na likabakia sharti la upande wa kielimu, likabakia sharti la upande wa kielimu. Ana maana gani? Ana maana kwamba mpokezi wa hadithi sahihi inabidi awe ni mwadilifu, sawa sawa, na uadilifu ni awe salihan taqiyan, awe ni mwema na ni mcha Mungu. Tamam, akiwa mwema na mcha Mungu kisha akawa ni muslim kisha ni aqil, sawa sawa, atasalimika kwa ule wema wake na ule ucha Mungu wake kutokana na alfisqi wa saghairi alawsaf alkhasisa, sawa. Lakini sasa sharti hili halitoshi kwamba nini, akawa yeye ni mpokezi wa hadithi sahihi moja kwa moja. Inatakiwa lipatikane na sharti jingine, nalo ni sharti la tamamu dhabti. Tamamu dhabti, awe na udhibiti uliokamilika. Na sharti la tamamu dhabti ndiyo linaitwa sharti la aljanibi alilmi. Ndio akasema wayabqa ishtiratu aljanibi alilmi, na linabakia sharti la upande wa kielimu baada ya kusemaje, wa huwa yatanawal aljanib alakhlaqiyya fi rawi. Ili sharti la uadilifu linakusanya upande wa tabia kwa mpokezi. Sasa kuna sharti jingine ambalo lipatikane, nao ni sharti la upande wa kielimu, na sharti hilo nini? Tumesema tamamu dhabti, na tamamu dhabti ni mtu awe ni hafidhan mutqina, sawa sawa. Ndio anasema hapo yabqa ishtiratu aljanib alilmi, na linabakia sharti la upande wa kielimu. Kwa nini akasema hivi? Akasema li'annahu, kwa sababu hakika yake, la yalzam min kauni rawi adlan salihan taqiyan fi nafsihi an yakuna hafidhan mutqinan fi riwayati. Li'annahu, kwa sababu hakika yake, la yalzam, hakulazimu, min kauni rawi, kutokana na kuwa mpokezi, adlan, kuwa ni mwadilifu, salihan, kuwa ni mwema, taqiyan, kuwa ni mcha Mungu, fi nafsi, katika nafsi yake, hakulazimu kutokana na kuwa na hali hii, an yakuna, eti awe, hafidhan mutqinan fi riwayati, hakulazimu. Akiwa na maana gani? Mpokezi anaweza akawa ni adlan salihan taqiyan fi nafsi, lakini asiwe ni hafidhan mutqinan fi riwayati, sawa sawa. Wala aksu bil aksi, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Ai, akimaanisha la yalzam min kaunihi, hakulazimu kutokana na kuwa kwake mpokezi hafidhan mutqinan, kuwa ni hafidh mutqinan, hodari fi riwaya, katika nini? Kupokea hadithi. An yakuna adlan salihan taqiya, eti pia awe ni mwadilifu na mwema na mcha Mungu. Tamam. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana kwamba inabidi mpokezi awe ni adlun, awe ni mwadilifu, lakini pia awe na tamamu dhabti. Kwa hiyo likipatikana sharti la adlun sawa, na sharti la tamamu dhabti, ambao ndio sharti la aljanib alilmi, hapa mpokezi huyu anakuwa nini? Anakuwa ndio moja kwa moja ni yule mpokezi mwenye sifa za kuwepo katika hadithi sahihi. Tamam. Lakini mpokezi anaweza kuwa ni hafidhan mutqinan fi riwaya, kisha asiwe na sifa ya adli, huyo hafai. Tamam, kama alivyosema hapa juu. Na mpokezi pia anaweza kuwa adlan salihan taqiyan fi nafsi, lakini pia asiwe ni hafidhan mutqinan fi riwayati, huyo pia hafai. Tamam, huyo pia hafai. Kwa hiyo inatakiwa akusanye sifa hizi mbili, awe na sifa ya adlun na sifa ya tamamu dhabti. Tamam, hapo ndipo atakapofaa kuwa ni mpokezi ambaye mapokezi yake yanakubaliwa, sawa. Na hata al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala alisema kauli hii, alipokewa akisema kauli hii, akasema alipokewa akisema hivi: nimewakuta katika mji wa Madina watu ambao ni wapokezi wa hadithi, na ni watu ambao lau kama watatangulizwa kwenda kutoa ushahidi wao utakubaliwa, sawa. Na lau kama watakabidhiwa amana za watu eti wadhihifadhi, sawa, pia amana hizo zitakubaliwa. Yaani kwa maana, na lau kama watapatiwa amana za watu wazihifadhi, wanastahiki kupatiwa hizo amana. Kwa sababu gani? Walikuwa ni watu wacha Mungu na ni watu wema, lakini si kupokea hadithi kwao.
sikupokea nini hadithi kwao. Akiwa na maana gani? Mapokezi yao ya hadithi hayakubaliki. Kwa sababu gani? Wamekusanya aljanib alakhlaqiyya, lakini aljanib alilmi hawakuwa nayo. Sifa ya uchamungu, sifa ya uadilifu, sifa ya wema walikuwa nayo, lakini sifa ya kuwa na tamamu dhabti hawakuwa nayo. Sawa sawa, sifa ya kuwa tamamu dhabti hawakuwa nayo. Kwa hiyo walikusanya aljanib alakhlaqi, lakini pia wakawa hawajakusanya aljanib alilmi, na aljanib alilmi ni tamamu dhabti, kama ambavyo Sheikh anatuambia hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo akasema lidhalika, kwa sababu hiyo sasa ishtaratu ulama, wakaika sharti wanawasuoni fi rawi, kwa mpokezi, an yatahaqqaqa biwasfin akhar, athibiti kuwa biwasfin akhar, na sifa nyingine. Lidhalika, kwa sababu hiyo ishtarata alulama, wakaika sharti wanawasuoni fi rawi, kwa mpokezi, an yatahaqqaqa biwasfin akhar, athibiti kuwa na sifa nyingine baada ya kuwa na sifa ya uadilifu, lakini pia ipatikane sifa nyingine. Wa huwa kaunuhu hafidhan mutqinan muhaqqiqan fi riwayati, wa huwa, na hiyo sifa yenyewe, kaunuhu ni awe huyo mpokezi hafidhan, awe ni hafidh, mutqinan, awe ni hodari, kwa maana mtu ambaye anavyopokea vitu kwa usahihi, muhaqqiqan, na awe ni mtu mwenye kuhakikisha mambo, fi riwayati, katika kupokea kwake hadithi. Wa huwa alladhi yu'abbiruna anhu bitamami dhabti, wa huwa, na sifa hiyo, alladhi, ndio ile sifa ambayo yu'abbiruna anhu, wanayoisifia kuwa bitamami dhabti, kuwa ni tamami adhabti. Wa huwa alladhi, nayo ni sifa ambayo yu'abbiruna anhu bitamami dhabti, wanayoisifia kuwa ni tamamu adhabti, udhibiti uliokamilika. Wa huwa shartu thalithu, na hilo ni sharti la tatu, min shuruti sahihi, katika masharti ya hadithi sahihi. Tamam, tumeelewana jamani hapo? Hakadha. Kwa maana akasema pale juu, wa yabqa ishtiratu aljanib alilmi, liannahu la yalzam min kauni rawi adlan salihan taqiyan fi nafsi an yakuna hafidhan mutqinan fi riwayati, wal aksu bil aks, na kinyume chake ni hivyo hivyo, ay akimaanisha la yalzam min kauni hafidhan mutqinan fi riwaya an yakuna adlan salihan taqiyan. Tamam, hakadha. Kwa hiyo baada ya sharti la pili la uadilifu, kuna sharti la tatu pia, ni ambalo ni tamamu adhabti. Ndio Sheikh anasema athalithu, na sharti la tatu tamamu dhabti, ni udhibiti uliokamilika. Wal muradu bidhalika, na kilichokusudiwa kwa hiyo maana ya tamamu dhabti, kaunuhu fil martabati al-ulya. Sa kaunuhu ni awe yule mpokezi fil martabati al-ulya, katika daraja ya juu ya kuhifadhi, katika nini? Daraja ya juu ya kuhifadhi. Bi an yuthbita, kwa kuweza kukithibiti, bi an yuthbita. Tamam. Bi an yuthbita, kwa kuweza kukithibitisha, ma sami'ahu, kile alichokisikia. Bi an yuthbita, kwa kuweza kukithibitisha, ma sami'ahu, kile alichokisikia, fi dhihnihi, katika nini? Katika akili yake. Tamam. Kukithibitisha kwa maana kukihifadhi. Sawa sawa, kukithibitisha kwa maana nini? Kukihifadhi. Bihaithu, kwa namna ambayo, yatamakkanu min istihdharihi mata shaa, bihaithu, kwa namna ambayo, yatamakkanu, ataweza, min istihdharihi, kukihudhurisha, kwa maana kukipokeza kwa mtu mwingine, mata shaa, muda wote atakao. Fakharaja almughaffalu, kwa sifa hii ya tamamu dhabti, fakharaja almughaffalu, akatoka yule mtu mwenye kughafilika, kathirul khata'i, mwingi wa makosa. Wa kharaja aidan, na akatoka pia vile vile, khafifu dhabti, mtu ambaye udhibiti wake ni dhaifu. Tamam. Na hii ndio maana ya Imam Malik kusema kwamba nimewakuta Madina watu ambao lau kama watapelekwa kwenye kutoa ushahidi wao utakubaliwa, na lau kama watachaguliwa kukabidhiwa amana watakubaliwa. Kwa sababu gani? Walikuwa ni wacha Mungu, waadilifu, na wema. Lakini kwenye upande wa udhibiti, katika upande wa kukidhibiti kile ambacho wamekipokea, walikuwa ni madhaifu. Ndiyo Al-Imam Malik akasema, lakini sikupokea kwa wao hadithi. Kwa hiyo akaangalia wale ambao wana tamamu dhabti, ndio akapokea kwao na akawaacha hao, pamoja na kwamba nini, ile sifa ya al-adlu, sifa ya kwamba wao ni waadilifu wanayo, lakini sifa ya tamamu dhabti hakuwa nayo. Tamam. Kwa hiyo hakupokea hadithi kwa wao. Mafhum? Hakadha. Arabi'u, sharti la 4, khulubuhu min ash-shudhudh, ni kusalimika au kuepukana hadithi hiyo min ash-shudhudh, na shudhudh.
ay akimaanisha la yukhalifu dhalika thiqatu arjaha minhu min arruwat, ay akimaanisha la yukhalifu dhalika thiqatu, asitofautiane huyo mpokezi aliyepokea hadithi sahihi, arjaha minhu min arruwat, asitofautiane arjaha na yule aliyekuwa katika daraja ya juu, minhu kuliko yeye, min arruwati katika wapokezi wa hadithi. Tamam. Wapokezi wa hadithi ambao wanasifika kwa sifa ya thiqa, saduqun na sifa nyinginezo ambazo tutakuja kuziona huko mbele. Tamam. Wapokezi hawa wanatofautiana katika zile daraja zao. Tamam. Sasa miongoni mwa masharti ya hadithi sahihi ni hadithi iepukane na sifa ya ashudhudh. Shudhudh maana yake ni almukhalafa. Sasa shudhudh maana yake ni tofauti. Kwa maana gani? Kuwe kuna thika mmoja ambaye ni thika wa kiwango cha chini, kisha kuna thika mwingine wa kiwango cha juu. Tamam. Huyu thika wa kiwango cha chini ikiwa atakuja kutofautiana na thika wa kiwango cha juu, basi hadithi yake itahukumiwa kuwa ni shadh. Kwa sababu gani? Ametofautiana ule ambaye yupo kiwango cha juu kuliko yeye. Tamam. Ndio akasema arrabi'u, sharti la 4, khuluwu min ashudhudh, ni kuepukana hadithi hiyo na nini? Na ashudhudh. Ai akimaanisha la yukhalifu dhalika thiqatu, asitofautiane huyo thika aliyepokea hadithi hiyo, arjaha minhu, asitofautiane na yule thika wa daraja ya juu kuliko yeye, min arruwat, katika wapokezi wa hadithi hiyo. Labda tuangalie mfano wake hapa, tufungue kwenye ukurasa wa 30 ngapi? 37. Fungua ukurasa wa 37. Kwenye ukurasa wa 37 anasema ashadh, anasema hiyo hadithi ashadh wal hadithu alladhi rawahu athiqatu mukhalifan fi almatni au fi sanad man kana awthaqa minhu, ni hadithi ambayo rawahu thiqatu, ameipokea mpokezi ambaye ni muaminifu, mpokezi ambaye mapokezi yake yanakubaliwa, mukhalifan, hali ya kuwa ni mwenye kutofautiana, fil matni, katika upande wa matni, au sanadi, au katika nini, upande wa sanad, man kana awthaqa minhu, hali ya kuwa ni mwenye kutofautiana ule thika aliyekuwa kiwango cha juu kuliko yeye, biziadatin, kwa kuzidisha kitu, au nuqsanin, au kwa kupunguza kitu. Sasa ma adami imkani aljam'i, pamoja na kukosekana au kushindikana kukusanya hadithi hizo sehemu moja, bihaithu, kwa namna ambayo yalzam min qabuli raddu ghairi, kuna lazim min qabuli, ili kuipokea hadithi ya mtu mmoja, raddu ghairi, lazima tuikatae nini? Hadithi nyingine. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo kisikia hadithi ni shadhun, maana yake ni hadithi aliyopokea mtu ambaye ni thika, sawa, lakini ametofautiana thika wa kiwango cha juu kuliko yeye, sawa. Kwa nini? Biziadatin, kwa kuzidisha kitu kwenye matni au sanad, au nuksani, au kwa kupunguza kitu katika sanadi au matni. Tamam. Lakini pia ikashindikana kuzikusanya hadithi hizo sehemu moja, kwa namna ambayo ili tuikubali hii inabidi tuikatae nyingine. Sasa hapa kwa kuwa hali ni hii, inabidi tuikatae ile ya thika wa kiwango cha chini na tuikubali hadithi gani? Ya thika wa kiwango cha juu. Tamam. Na ile hadithi ya thika wa kiwango cha chini inaitwa ashadh, na ile hadithi ya thika wa kiwango cha juu inaitwa nini? Al-mahfudh. Tamam. Tutakuja kuzisoma huko baadaye, lakini hapa ni ala sabili misali, tumezipitia kwa njia ya nini? Ya kuonesha mfano tu. Tamam. Kwa hiyo arrabi'u, sharti la 4, khuluwu min ashudhudh, iepukane na shudhudh, ay la yukhalifu dhalika thiqatu arjaha minhu min arruwat. Tamam. Hakadha. Alkhamisu, sharti la 5, khuluwu min alilla, iepukane hadithi hiyo kutokana na illa, ay la yakunu fil hadithi illatun, isiwepo katika hadithi hiyo illa yoyote. Illa maana yake ni dosari. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo khuluwu min alilla, iepukane na illa, ay akimaanisha la yakunu fil hadithi illatun, isiwepo katika hadithi nini? Illa. Wal illatu, na illa, wasfun khafiyun, ni sifa iliyojificha, ni sifa iliyojificha. Sifa iliyojificha maana yake nini? Kwa maana ni sifa ambayo wanaitambua na kuigundua wale wanawazuoni wabobezi katika fani ya hadithi. Mimi na wewe hatuwezi kuiona. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi yenye illa kawaida yake, kwa sisi ambao upeo wetu wa elimu ya hadithi ni mdogo,
tunaiona kama ni hadithi sahihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mpokezi fulani amesema hadithi ni sahihi, na mpokezi yule ni mpokezi ambaye anazingatiwa. Mfano wake al-Imam Tirmidhi, al-Imam Ibn Majah, al-Imam Abu Daud, al-Imam Muslim, al-Imam al-Bukhari. Kila mmoja katika hawa aseme tu kwamba hadithi hii hadithun sahihun. Wewe hapo kwa upeo wako mdogo wa elimu utasemaje? Hadithun sahihun. Sababu gani? Hiyo ndiyo hali yake, ndiyo hali ya hadithi ambayo ina illa iliyojificha. Sawa? Sasa illa hii iliyojificha inatambulika vipi? Inatambulika na wale wapokezi, inatambulika na wale wanawazuoni wabobezi. Tamam, wanawazuoni wabobezi wanakuja kuitambua baadaye. Baada ya nini? Baada ya kukusanya njia za ile hadithi, baada jam'i turuq alhadith, baada ya kuzikusanya njia za ile hadithi na kuangalia je, kuna inqitaa yoyote? Sasa je, kuna irsali yoyote? Sawa, ikiwa itagundulika kwamba kuna irsal, basi hadithi hiyo itahukumiwa kwa nini? Ina illa. Sawa sawa. Lakini sasa ni vipi wanaigundua wale wanawazuoni wabobezi? Mimi na wewe tutaona kwamba uwazi wa hadithi ni nini? Haina illa na ni hadithi sahihi. Tamam. Lakini baada ya wanawazuoni wabobezi kugundua hilo, wataihukumu kama nini? Hadithi muallal. Ni hadithi yani muallal, ambayo pia tutakuja kuisoma huko mbele. Tamam. Ndio akasema al-khamis, sharti la 5, khulu min al-illa. Ni hadithi iepukane na nini? Na illa, dosari. Ai la yakunu fi al-hadith illatun, isiwepo katika hadithi dosari ya aina yoyote. Wala illa na illa wasfun khafiyun, ni sifa iliyojificha. Yaqdahu tamam. Wala illa na illa wasfun khafiyun, ni sifa iliyojificha ambayo tamam. Wala illa na illa wasfun khafiyun, ni sifa iliyojificha ambayo yaqdahu fil qabuli, inayotia dosari katika nini? Kukubaliwa hadithi. Wa dhahiruhu, na wazi wa hadithi hiyo, kwa maana ile hali ya wazi ya hadithi hiyo, assalamatu minhu, ni kusalimika na hiyo illa, kwa maana kutokuwa na hiyo sifa. Sawa sawa. Lakini sasa hii hali ya wazi ya kutokuwa na hiyo sifa wanaiona wakina nani? Ni sisi ambao upeo wetu wa elimu ya hadithi ni mdogo. Sawa. Lakini wale ambao upeo wao wa hadithi ni mkubwa, elimu yao ni kubwa, ni wanazuoni wabobezi, wao ndio wanakuja kuitambua sifa kama hii. Kwa hiyo wal illa wasfun khafiyun yaqdahu fil qabul wa dhahiruhu, na wazi, kwa maana ile hali ya wazi ya hadithi hiyo, assalamatu minhu, ni kusalimika na ile illa. Lakini baadaye wakaja wanazuoni wabobezi wakachunguza, wakaona kuna illa hii. Sasa kwa hiyo hadithi ambayo imegundulika kuwa na illa al-khafiyya, mwanzo ilikuwa ni hadithi sahihi. Sawa, ilikuwa ni hadithi sahihi. Lakini baadaye, baada ya kugundulika hilo, ikawa ni alhadithu almuallal. Tamam, ambao pia tutakuja kusoma huko mbele. Hukumu ya hadithi hii, maana hukumu ya hadithi sahihi, anasema annahu, hakika hadithi hiyo, yuhtaju bihi, ni hoja. Yuhtaju bihi, maana ni inatolewa hoja, kimaanisha ni hoja. Tamam. Hukumu ya hadithi sahihi, annahu, hakika hadithi hiyo, yuhtaju bihi, inatolewa hoja, kwa maana hadithi hiyo ni hoja fil aqaid, katika masala ya aqida, wal ahkam, na katika masala ya hukumu, wa ghairia, na katika masala mengine. Wajibu al-amalu bihi, na ni wajib kuifanyia kazi. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillahi wal ismatu lil anbiya wan nakhsu lana, wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Insha Allah taala katika darasa linalofuatia tutakuja kuangalia mulahadha kidogo kwenye hii hadithi ambayo tumetolewa mfano hapa, na maana ya ittisal. Yani tutakuja kuangalia maana ya al-ittisal na kuangalia huu mfano wa hadithi ambayo tumetolewa hapa insha Allah taala. Tamam, hakadha. Kuna mulahadha muhimu sana bidi mtu utambue. Tamam, hakadha. Kwa tutaangalia katika darasa inayofuatia insha Allah taala.